Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Tumulike harakati za corona. Tahadhari ni miongoni mwa njia zilizopewa kipaumbele katika kupambana na maambukizi ya ugonjwa wa corona. Katika hotuba yake aliyoitoa hivi karibuni, Rais Dr. John Magufuli aligusia suala la kutowafungia watu majumbani na kusisitiza wachukue tahadhari katika kuendesha shughuli zao za kila siku. Barani Ulaya, nchi ya Sweden inatembea katika maneno ya Rais Magufuli, ambapo shuhuda wetu ni balozi wa Tanzania nchini Sweden, Dr. Willibrod Slaa. Mimi nadhani kila nchi ina mipangilio yake, mazingira yake na utamaduni wake ni tofauti. Kila nchi inafikiria na kusimamia maslahi ya taifa lake. Tuchukue kwa mfano katika mazingira ya kivita. Huwezi kuangalia kwamba wenzako wanafanya nini, bali wewe unaangalia nini ukifanye ili uweze kulinda watu wako. Na hapa ndipo ningependa nimpongeze zaidi mkuu wa nchi yetu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kuamua bila kuangalia mwingine anafanya nini. Tanzania inataka kulinda watu wake. Jemadari wetu anatazama wakati askari wetu wako vitani, ni namna gani hawa askari walioko vitani watapata chakula wakati wako vitani, lakini hata baada ya kutoka vitani watapataje namna ya kununua vifaa, silaha na nyenzo zote zinazotakiwa kwenye vita. Ndio maana hakuna lockdown, ili shughuli zote ziendelee, wakulima walime tupate chakula, viwanda viendelee ili viweze kuzalisha, ofisi za serikali ziendelee na kazi ili mipangilio yote iweze kusimamiwa inavyotakiwa. Ukitazama kuna nchi zilizokimbilia lockdown, lakini matokeo ya lockdown unaona kabisa kwamba maaskari ndio wanasimamia lockdown, na watu waliopigwa risasi na maaskari kusimamia lockdown mahali pengi ni wengi kuliko wanaokufa kwa corona. Kwa ni lazima kila mmoja awe makini kupima, je, lockdown ndio njia pekee? Kwa Tanzania na kwa nchi kama Sweden, lockdown sio njia pekee. Kitu kikubwa ni kuwaelimisha wananchi, na wananchi wasikilize kauli za viongozi wao, wataalamu wao, na kuyafuata maelekezo hayo. Hiyo ndio mbinu pekee ya kushinda vita yoyote, iwe vita ya kupigana kwa risasi, iwe vita kama hii ya janga ya corona. Naam, huyo ni Dr. Willibrod Slaa, balozi wa Tanzania nchini Sweden. Na hayo ni ya Sweden. Huko Ireland, mkurugenzi mtendaji wa chama cha wafanyabiashara wa Tanzania wanaoishi Ulaya, Edina Hogan, anaelezea hali ilivyo nchini humo kufuatia mlipuko wa corona. Inflation rate imekuwa ya juu sana kwa vijana na kwa watu wazima pia. Kwa mfano wale wazee Jumanne wanaruhusiwa kuanza kutoka nje, lakini wameruhusiwa kwamba watafanya mazoezi labda kwenye 2 kilometers kutoka kwenye nyumba zao. Na serikali imeamua kufanya hivyo kwa sababu imekuwa challenge sana. Kufungiwa ndani si mchezo. Umetoka nyumbani miezi 4, kwa kweli it's been very difficult kwa watu wengi. Na kwa serikali hapa imeanza kulegeza mikakati ya lockdown kwa sababu wameona madhara yake kwenye uchumi na pia kwenye afya za watu. Ni Edina Hogan, yeye akisema nasi kutoka nchini Ireland. Baraza la waganga wa tiba asili Tanzania limetoa kongole kwa serikali ya awamu ya 5 chini ya Rais Dr. John Magufuli kwa uamuzi wa kuruhusu matumizi ya dawa asili na tiba mbadala katika mapambano dhidi ya virusi vya corona. Pongezi hizo zimetolewa ikiwa ni wiki chache baada ya Rais Magufuli kutoa mwito kwa Watanzania kutumia tiba asili na tiba mbadala kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo. Henry Mabumo na taarifa zaidi. Viongozi hao kwa kushirikiana na shirika la tiba asili na madawa asili ya Tanzania wamemtaja Dr. Magufuli kama kiongozi wa mfano wa kuigwa katika kutetea afya za wananchi wake. Ningempa kongole au ningempa hongera Mheshimiwa Rais kwamba ni rais ambaye kweli anasimama kwa niaba ya wananchi wake na anawapenda kwa dhati, kiasi ambacho
amekuwa siku zote akihangaika kuhakikisha wananchi wake na nchi yake inakuwa katika hali nzuri na ya kimaendeleo. Wameamsha viongozi wa Wizara ya Afya, hasa kitengo cha tiba asilia. Baada ya kutoa tamko hilo wakaanza kuibuka sasa. Wanasema wanaunga mkono azimio la rais. Wanaunga mkono kauli ya rais. Hii maana yake nini? Maana yake kuna viongozi wanabidi washtuliwe ndio wafanye kazi. Sio katika hali kama hiyo kwamba kiongozi anakuja mpaka mkuu wa nchi aseme ndio afanye kazi. Kwa hiyo ni kosa kubwa sana. Huyu mzee anapaswa kabisa kupewa nishani ama kupewa tunzo, kwa sababu kama rais anaweza kutoka kifua mbele na kuzungumza ama kuweza kuizungumzia tiba asili, anapaswa kabisa kupewa tunzo, kwa sababu sio lazima azungumze kiongozi kutoka nje ndio tuweze kumpongeza ama kumpa tunzo, lakini ni kiongozi wetu mkubwa, lakini vile ni kiongozi ambaye ni shababi kwa lugha nyingine. Kwa upande wake, rais wa shirika la tiba asili na madawa asilia Tanzania, Sharif Kalama, ameomba kuangaliwa upya kwa baadhi ya vitengo vya tiba asili vilivyo chini ya serikali. Pamoja na kuchukua hatua za kuiangalia maabara ya mkemia mkuu ya serikali, angalie kwenye baraza la tiba asili utendaji wake, angalie pale NIMR pia utendaji wake, angalie na kitengo cha tiba asili Muhimbili kile na cha wizarani utendaji wake. Baadhi ya wananchi hawakusita kueleza jitihada zinazofanywa na serikali ya awamu ya 5. Tabia zake zimeshindana na marais wa dunia mzima. Yeye ni rais mwema ambaye anapenda wananchi wake na apende wananchi wake wafe. Ndio maana unaona ya kwamba hata ameagiza kwamba tusitumie vifaa vyote ambavyo vinatoka nje ya nchi, lakini tutumie vifaa vyetu vya hapa ndani. Wananchi nao wanatakiwa kwamba wawe makini, wazingatie na taratibu ambazo zinachukuliwa na serikali na mambo ya kuvaa barakoa, ya kunawa sana mikono kwa sabuni kwa maji yanayotiririka. Moja kati ya jitihada zinazofanywa na serikali ya 5 ni kutoa elimu kwa wananchi, elimu ambayo itahakikisha wananchi wanajengewa uwezo wa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo, TBC Ardhio. Naam, shukrani sana Henry Mabumo na harakati hizo za corona. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 1.3 kwa ajili ya ujenzi wa gridi ya taifa kutoka wilayani Kiteto mkoani Manyara hadi wilaya ya Kilindi mkoani Tanga ili kumaliza changamoto ya umeme inayokabili wananchi wa wilaya hiyo. Hayo yamesemwa na Waziri wa Nishati Dr. Medadi Kalemani wilayani Kiteto mkoani Manyara wakati akikagua utekelezaji wa mradi huo na kuwataka watendaji wa TANESCO kukamilisha mradi huo kwa wakati. Joakim Kapembe na mengi zaidi. Umeme ni maendeleo. Kabla tujapata umeme tulikuwa tunaumia macho kwanza. Tunatumia vibatari, hatuoni vizuri, tunashindwa kujua kusoma vizuri na ufaulu wetu unakuwa ni mdogo. Ujenzi wa njia kubwa ya umeme kuiunganisha wilaya ya Kilindi na gridi ya taifa, ambapo Waziri wa Nishati Daktari Medadi Kalemani anatembelea mradi huo ili kuona utekelezaji wake. Kwa siwezi nikakubali genge hilo tunalisubiri mpaka itakapomaliza huko ndio lifike huko. Hapana. Wekeni genge lingine. Pesa zipo za kutosha. Lakini jambo la pili, kama nilivyosema, vifaa vyote ambavyo vinatakiwa kuletwa hapa vile vimeshaagizwa. Ili inapofika mwezi Juni sio kuanza kutafuta tena. Hiyo reactor, hiyo power improvement zote ziwepo. Tuzifunge kwa pamoja, tumalize mradi kwa pamoja. Utekelezwaji wa mradi huu ukatajwa kuwa suluhisho la matatizo ya umeme wilayani Kilindi. Baada ya hii laini kukamilika sasa, wilaya ya Kilindi itakuwa na uwezo wa kupata laini 2. Kwa hiyo itakuwa inapata umeme kutoka Kiteto na pia itakuwa inapata umeme kutoka Handeni. Kwa hiyo kukiwa na matengenezo wilaya ya Handeni, Kiteto watakuwa wanalisha wilaya ya Kilindi. Itaondoa kabisa ile tatizo la umeme katika kwa wilaya ya Kilindi. Waziri Kalemani pia akawaonya wakandarasi wa miradi ya REA kuacha kutumia ugonjwa wa corona kama kisingizio. Hatuwezi kujua lini inaisha na saa ngapi itaisha. Lazima wakandarasi waendelee na kazi na lazima kazi hizi mwisho wa mwezi wa 6 mwaka huu, sio vinginevyo. Kukamilika kwa mradi huu kutanufaisha pia vijiji vya Kijungu na Pori kwa Pori vilivyoko wilayani Kiteto mkoani Manyara.
Joakim Kapembe, TBC, Manyara. Na asante sana Joakim Kapembe. Na masuala hayo ya nishati ya umeme tunaendelea bado na review na kuyamulika yale ambayo tumekutayarishia. Na sasa tukigeukia siku ya wakunga, ambapo dunia imeadhimisha siku ya wakunga na kubainisha umuhimu wao katika kupambana na vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga wakati wa kujifungua. Maadhimisho hayo kwa mwaka huu yanafanyika wakati dunia ikipambana na janga la corona. Tupate taarifa zaidi. Mara zote huwezi kuzungumzia swala la vizazi salama bila kumtaja mkunga. Amekuwa ni msaada mkubwa katika hatua zote muhimu za uzazi, kuanzia ujauzito hadi mtoto anapozaliwa na ukuaji wake. Wakunga wamekuwa mstari wa mbele katika kuhudumia na kuokoa maisha ya mama na mtoto. Kwa kutambua umuhimu wa mkunga, shirika la kimataifa la wakunga ICM mwaka 1992 lilitenga Mei 5 ya kila mwaka kuwa siku maalum ya kusherehekea kazi zao, kutathmini changamoto zinazowakabili na mafanikio katika kazi zao. Siku zote mkunga amekuwa hachoki, majira yote yupo kazini, hata kipindi hiki ambacho dunia inakabiliwa na tishio la ugonjwa wa corona, bado yupo mstari wa mbele akichapa kazi kwa uzalendo mkubwa. Katika kuhakikisha inapunguza changamoto katika sekta ya afya, serikali ya awamu ya 5 imeajiri watumishi wapya 13,479 wa sekta ya afya, sambamba na ujenzi na ukarabati wa zahanati, vituo vya afya na hospitali za wilaya katika maeneo mbalimbali nchini. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya wakunga ni umuhimu wa mkunga katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Ngarayai Ole Kimosa, TBC. Naam, asante sana Ngarayai Ole Kimosa kwa taarifa hiyo inayomulika siku ya wakunga duniani ikiadhimishwa hii leo katikati ya janga la corona. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.